Hapana, kwa waamuzi ambao wanatoka nje kuja kuchezesha hususan michezo mikubwa, kwangu binafsi sidhani kama wanadhoofisha soka letu la Tanzania ama wanawaweka chini zaidi waamuzi wetu ambao wanachezesha ligi kuu yetu ya soka Tanzania bara. Kwangu binafsi ni utashi tu kwenye michezo mikubwa hii. Kwa mfano pale nchini Misri kwa tarehe 1 kulikuwa kuna mchezo ambao unakutanisha Zamalek pamoja na National Al-Ahly, na tuliona maamuzi yanatoka nje ya bara la Afrika. Kwa hiyo michezo ya dabi huwa ni michezo ambayo ina pressure, michezo ambayo inakusanya hisia nyingi, michezo ambayo inakusanya vitu vingi kweli, na ndio maana hata ukitazama shirikisho la mpira wa miguu Tanzania TFF limeangalia kuona kwamba engo ya waamuzi ndio imekuwa ni engo ambayo inapigiwa kelele kila kunapokucha. Utatazama labda mchezo wa Simba labda acheze na Pamba, mchezo wa Simba acheze labda na TRA, mchezo wa Simba acheze na nani, Yanga acheze labda na Mtibwa, Yanga acheze na nani. Engo kubwa imekuwa ni waamuzi. Sasa kwenye michezo mikubwa kama michezo ya dabi huwa inakusanya hisia nyingi kweli na inakusanya watu wengi kweli ambao wanafuatilia. Kwa hiyo waamuzi ambao wanatoka nje ni waamuzi ambao wanakuja, sio kwamba wanakuja na maarifa makubwa kwa kuwazidi waamuzi wetu wa ndani, hapana, ila kitu ambacho wanakuja nacho ni waamuzi ambao hawafahamiki, lakini ni waamuzi ambao hawajui labda viongozi wa Simba wala hawajui viongozi wa Young Africans, na sio vyepesi kiongozi wa Young Africans kwenda kumfuata mwamuzi ambaye anatoka nje kuweza kumpatia labda chochote kitu, labda posho ama nini kuelekea mchezo husika. Ala, sio vyepesi kwa viongozi wa Simba kuweza kuwafuata marefali ambao wanatoka nje kuwapatia chochote kitu. Kwa hiyo kwangu binafsi waamuzi ambao wanatoka nje sio kwamba wanadhoofisha soka letu wala wanadhoofisha waamuzi wetu wa ndani, hapana, ila unaangalia dabi imekompea nini, dabi inahitaji nini, na dabi inabeba hisia za namna gani. Dabi tukumbuke kwamba inabeba hisia za watu wengi kweli, inabeba hisia za mashabiki, inabeba hisia za wachezaji, inabeba hisia za viongozi, kwa maana ya mchezaji ambaye anatoka nje ya nchi ya Tanzania anakuja kucheza soka la Tanzania. Kitu kikubwa anapofika kwenye vilabu vya Simba na Yanga lazima kutakuwa kuna utamaduni, ataambiwa kwamba kuna utamaduni wa dabi, na ndicho kitu ambacho kitampeleka mjini. Tunajua kwamba kwenye michezo mikubwa huwa inafuatiliwa na watu wengi kweli. Inawezekana watu kwenye michezo 19 ligi kuu soka Tanzania bara wasikutazame, lakini kwenye mchezo mmoja tu wa Simba dhidi ya Yanga ama Yanga dhidi ya Azam ama Azam dhidi ya Simba watu wakaweza kukutazama. Kwa hiyo kwenye engo ya waamuzi sidhani kama wanadhoofisha waamuzi wetu wa ndani wala wanadhoofisha ligi yetu, ila kikubwa zaidi wanatuliza pressure na kuonekana ni ligi ambayo ni bora na mchezo ambao ni bora zaidi. Of course waamuzi wetu wa ndani, kitu ambacho wanapaswa kuweza kujifunza kwa hao waamuzi ambao wanatoka nje mpaka Tanzania kuja kuchezesha ligi kuu ya soka Tanzania bara hususan kwenye michezo mikubwa, cha kwanza ni kuweza kuangalia mentality yao. Yani hawa ni waamuzi ambao wanaiendo dabi kwa namna gani eneo la pitch, kwa maana pressure ya wachezaji, pressure ya mashabiki, pamoja na kuweza kutuliza pressure ya benchi la ufundi kwa timu zote mbili, kwa maana ya Simba pamoja na Young Africans. Kitu ambacho waamuzi wetu wanashindwa kuweza kungamua hususan kwenye michezo mikubwa ni pressure. Yani let's say kuna goli labda mtu anaweza akafunga mchezaji wa Simba, lakini unaweza kuona kibendera ni kama anatetemeka. Je, ni offside ama sio offside? Lakini inawezekana kwenye fikra yake ameona ni offside, anashindwa kuweza kunyosha ni offside. Lakini kuna maamuzi wakati let's say labda mchezaji wa Yanga amecheza vibaya kwa mchezaji wa Simba, anashindwa kuweza kutafsiri kwamba anajua kabisa kwamba hii ni faulu, lakini akiangalia umati, akiangalia mashabiki, wachezaji ambao wanakuwa anaona kabisa hapa nisifunike, hii labda sio faulu, ngoja nipete niendelee. Ndio kitu ambacho labda kinaweza kikakosti. Sio kwamba waamuzi wetu wa ndani hawajui kuchezesha, yani inabidi tutoe hicho kitu. Yani waamuzi wetu wa ndani wanajua kuchezesha, ila kuendo pressure kwenye michezo mikubwa ndio ambayo imekuwa ni changamoto. Sometimes tunaona kwamba hawako vizuri ama wanashindwa labda kutafsiri sheria 17 za mpira wa miguu katika eneo la kiwanja, lakini sio kwamba mwamuzi wetu hajui kuchezesha. Kitu ambacho anapaswa aweze kujifunza kutoka kwa waamuzi wa nje ni kuendo pressure kwenye michezo mikubwa, kuweza kutuliza wachezaji, benchi la ufundi pamoja na mashabiki. Na mimi waamuzi wetu ni bora zaidi, sio kama ambavyo tunawachukulia sisi kuona kwamba hawajui kitu, tofauti na waamuzi ambao wanatoka nje ya Tanzania kuja kuchezesha michezo mikubwa.